Rais afanya uteuzi mpya, amteua mdogo wake kuwa naibu waziri mkuu. Habari za muda huu, mtazamaji wa Mseto Media, ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea kufuatilia taarifa zetu. Nikukumbushe uhakikishe umesubscribe ili usikose taarifa zetu kuhusu siasa, jamii, elimu, michezo na burudani. Bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Kwa taratibu za mataifa mengi duniani, rais anaposhinda uchaguzi na kuapishwa, basi anakuwa na mamlaka ya kuteua nafasi mbalimbali za viongozi wa serikali ambao watakuwa kwa ajili ya kusaidiana naye kuliongoza taifa. Kwa mfano, kwa taifa letu pendwa la Tanzania, tuliona Mheshimiwa Rais Samia baada ya kuapishwa aliteua waziri mkuu, mawaziri wa wizara zote, manaibu waziri, jaji mkuu na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi wa nafasi nyingine mbalimbali. Na hivyo ndivyo sheria na taratibu za taifa letu zinavyompa mamlaka hayo Mheshimiwa Rais. Sasa taarifa kubwa hivi sasa inayojadiliwa na kuongelewa zaidi na vyombo vikubwa vya habari Afrika ni hii ya rais wa Ivory Coast kumteua mdogo wake kuwa naibu waziri mkuu. Taarifa hii ambayo ni Gumzo Afrika inasema rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amemteua mdogo wake Tene Birahim Ouattara kuwa naibu waziri mkuu, wadhifa ambao rais ndo amemteua kwa mara ya kwanza, kwani katika kipindi kilichopita Ivory Coast ilikuwa haina naibu waziri mkuu. Lakini vile Tene ambaye kwa sasa ni naibu waziri mkuu ataendelea kushikilia wadhifa wake wa zamani wa waziri wa ulinzi, hivyo ana vyeo viwili. Rais Alassane Ouattara amefanya uteuzi huo Januari 23, 2026 ambapo pia amemrejesha aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo Robert Benegre Mambe kama waziri mkuu kwa awamu nyingine. Hayo yamejiri baada ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 25 Oktoba 2025 nchini Ivory Coast, ambapo matokeo ya uchaguzi yalitangazwa kuwa Rais Alassane Ouattara alishinda tena urais kwa kushinda kwa asilimia takribani 89.77 ya kura zote zilizopigwa. Huu ulikuwa ushindi mkubwa kutokana na alithibitishwa kushinda katika raundi ya kwanza. Uchaguzi huo ulifanyika huku viongozi wa upinzani wenye nguvu wakidaiwa walikataliwa kuwania nafasi hiyo, ikiwemo Laurent Gbagbo na Tidjane Thiam, jambo lililosababisha upinzani kuwa dhaifu kwenye kura. Wapinzani waliobaki kwenye kinyang'anyiro walipata asilimia ndogo sana ya kura, huku ikidaiwa kuwa wananchi wengi hawakushiriki kupiga kura. Kiwango cha ushiriki kilitarajiwa ni asilimia 50 tu ya waliojiandikisha. Baada ya ushindi huo, Rais Ouattara aliapishwa tena kwa muhula wa 4 mwanzoni mwa Disemba 2025. Teuzi hii imeibua mijadala mingi, malalamiko kwa wapinzani na wananchi, huku wengine wakisema rais amemsogeza juu zaidi mdogo wake ili kujilinda, kwani tayari ana miaka 84 huku mdogo wake huyo akiwa na miaka 71. Teuzi za aina hii zimeonekana zaidi Afrika, huku zikiwaachia maswali watu wengi. Tumeona Rwanda watoto wa Kagame wakiwa nafasi kubwa, huku wa kiume akiwa nafasi nyeti ya usalama wa rais na taifa. Uganda mtoto wa rais ndo mkuu wa majeshi, huku mkwe wake akiwa waziri na baadhi ya nchi nyingine. Je, nini kinasababisha viongozi wa Afrika kuweka ndugu zao serikalini na ni nini kifanyike kuzuia hili? Tuachie maoni yako na sisi tutasoma. Hii ni Mseto Media na mimi ni Queen Ray. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.